Rais Donald Trump ametangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo yatakapokamilika. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Trump anasema vikwazo vya Marekani kwa bandari za Iran vitaendelea hadi Teheran iwasilishe kile alichokiita pendekezo la pamoja. Makubaliano kati ya pande hizo mbili yalikuwa yametarajiwa kukamilika leo Jumatano. Bwana Trump anasema ameombwa aache kushambulia Iran na Pakistan, ambaye amekuwa akifanya kazi kama mpatanishi. Zaidi na Sarafina Robi. Waziri Mkuu wa Pakistan amemshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuendeleza muda wa usitishaji vita na Iran ambao muda wake ulikuwa umekaribia kumalizika, na kuzitaka pande zote mbili kuendelea na mazungumzo. Ila mshauri wa mpatanishi mkuu wa Iran na spika wa bunge Mohammed Bakir Kaligaf anasema katika mtandao wa X kwamba kuendelea kuwepo kwa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran hakuna tofauti na mashambulizi ya mabomu na ni lazima wakabiliwe kijeshi. Kabla ya tangazo la Rais Trump kwamba ataongeza muda usitishaji vita na Iran, Marekani imetaka kudumisha kampeni yake ya shinikizo la kiuchumi kwa serikali ya Iran. Katika taarifa iliyotumwa kwa wanahabari mjini Washington, ofisi ya Wizara ya Hazina ya Marekani ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC ilisema kuwa inawekea vikwazo watu 14 mashirika ya ndege yaliyo Iran, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ununuzi wao na kusafirisha silaha kwa niaba ya serikali ya Iran. Hii ina maana kwamba mali na maslahi yote katika mali ya wale walioteuliwa walio nchini Marekani au katika utawala wa Marekani vimezuiwa na lazima viripotiwe pamoja na mashirika yoyote yanayomilikiwa moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja 50% au zaidi na kila moja ya taasisi. A bread like this was 35 tumors about 3 months ago. Now it's 3 times more. Raia wa Marekani pamoja na wasio raia nchini Marekani au hata wanaopita Marekani pia wamepigwa marufuku kufanya miamala yoyote na taasisi hizo. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, mashirika haya yamekuwa yakifanya kazi ili kuisaidia Iran kuunda upya uwezo wake wa kutengeneza ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki ambayo yaliathiriwa sana na mashambulizi ya Marekani na Israel wakati wa operesheni ya Epic Fury. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anakubaliana na tangazo la Rais Trump la kuongeza muda wa usitishaji mapigano, kwa mujibu wa msemaji wa ofisi yake. Stefan Dujarric anasema hii ni hatua muhimu katika mchakato huu wa kuunda nafasi muhimu kwa diplomasia na kujenga imani kati ya Iran na Marekani. Na asante Sarafina Robi. Nigeria imerekodi kisa kipya cha COVID-19 kusini mwa jimbo la Cross River. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, ikiwa ni kisa cha kwanza tangu mwaka 2022. Zaidi na Esther Luambano. Maambukizi hayo yanamhusisha raia wa China anayefanya kazi na kampuni ya ndani. Hii ikiwa ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Nigeria. Akimnukuu kamishna wa afya wa serikali Dr. Henry Ayuk, amesema mtu huyo alisafiri kwa ndege hadi Nigeria kutoka China Machi 17 na baadaye akaugua, na hivyo kumfanya kuhamishwa kutoka katika kituo cha serikali hadi hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Calabar ambapo vipimo vilithibitisha kuwa na COVID-19. Maafisa wa serikali wanasema hali ya mgonjwa huyo inaendelea vizuri na kusisitiza kuwa itifaki za afya zilizowekwa zilifuatwa kabla ya kuthibitishwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria NCDC pia kimethibitisha kisa hicho. Taarifa yake imesema mgonjwa huyo ametengwa na anapokea huduma kwa mujibu wa miongozo ya kitaifa. Imeongeza kuwa hakuna ushahidi hadi sasa wa maambukizi makubwa na ufuatiliaji wa mawasiliano na hatua za kuzuia maambukizi zilizoamrishwa kwa ushirikiano na mamlaka ya afya ya serikali. Maafisa wanasema kwamba muda wa ugonjwa unaonesha kwamba mtu huyo anaweza kuwa ameambukizwa virusi ndani ya nchi baada ya kuwa dalili ziliibuka zaidi ya kipindi cha kawaida cha siku 14 baada ya kusafiri. Shirika la Afya Duniani WHO linasema COVID-19 inaendelea kusambaa duniani kote, lakini kwa ujumla katika viwango vya chini na tulivu. Takwimu za hivi majuzi za uchunguzi wa WHO zinaonyesha kuwa shughuli za SARS-CoV-2 bado ni za kawaida kote ulimwenguni, na ongezeko la mara kwa mara la kikanda pamoja na sehemu za Afrika, ingawa magonjwa na vifo viko chini sana ikilinganishwa na kipindi kile cha mlipuko mkubwa. Ni taarifa yake Esther Luambano. Na matibabu ya saratani ya matiti yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na mikono kuvimba, lakini pia pamoja na uchovu. Hata hivyo, kikundi cha wanawake huko Hispania kinapambana na ugonjwa huo kwa msaada wa kurusha mishale. Wanasema hilo limewasaidia sana na linawapa nafuu kubwa
kama inavyoeleza ripoti ya Claire Betts ambayo inawasilishwa hapa na Phyllis Mwate. Hawa ni Pink Arrows, kundi la wapiga mishale ambao wote wanajiuguza kutokana na saratani ya matiti. Wanawake hawa hufanya mazoezi ya upigaji mishale hapa kila wiki. Mazoezi haya huwasaidia kuboresha nguvu zao na namna wanavyotembea. Na pengine muhimu zaidi ni sehemu ya kukutana na kuzungumza kuhusu kile wanachopitia. Na mchezo huu umeleta faida nyingine ya kushangaza. Umewasaidia wanachama wengi kudhibiti maumivu yao. Nilipoanza upigaji mishale mkono wangu ulikuwa umevimba sana, lakini sasa naweza kuinua mkono wangu kikamilifu na pia uvimbe umeisha. Lymphedema ama uvimbe wa tishu ni athari ya kawaida ya matibabu ya saratani ya matiti. Husababisha mkusanyiko wenye maumivu wa maji katika sehemu ya juu ya mwili. Mari huenda kwenye klabu ya upigaji mishale kila wiki ili kusaidia kudhibiti hali yake. Mtaalamu wake wa tiba ya viungo ameona jinsi wagonjwa wake wote walivyoimarika walipoanza upigaji mishale. Faida kuu ni kuimarika kwa viungo. Zaidi ya hapo, mfupa wa bega hupata nguvu pamoja na sehemu ya mkono. Kuvuta na kuachia upinde huboresha mtiririko wa maji ya uvimbe. Pia inaaminika sana kwamba mtetemo wa upinde husaidia. Hii huunganishwa na masaji na bendeji za kubana ili kupunguza dalili zao. Nimeona visa ambapo uvimbe wa tishu umepungua na hata viungo vimepata nguvu. Pink Arrows wanafundishwa na mpiga mishale bingwa Ana Cano. Alipata wazo kutokana na jaribio lililofanikiwa hospitalini Madrid, na ameona kuwa limewasaidia wanawake hawa kiafya, kimwili na kiakili. Lazima waendelee na maisha yao. Wana watoto, wengine wana kazi. Hivyo maisha yanaendelea na hayawezi kusimama. Wanapokuja hapa kwa pamoja husahau kila kitu, na wanapoondoka kila mmoja hubaki peke yake. Mara nyingi silali vizuri, lakini usiku unaofuata baada ya upigaji mishale kawaida hulala vizuri sana. Makundi kama Pink Arrows yameanza kuenea kote Uhispania, na sasa kuna mashindano ya kitaifa kwa watu ambao wamepata matibabu ya saratani ya matiti. Ni taarifa yake Claire Betts, imewasilishwa hapo na Phyllis Mwate. Na sasa tunakwenda viwanjani. Oh yes. Huyo ni mzee wa jezi nambari ngapi? Mimi jezi yote nyekundu na nyeupe za kwangu. Oh, bora umesema na nyeupe. Na washajua ni timu gani wewe? Mimi Simba, mimi Manchester. Kuna shida mama? Hakuna. Ligi kuu soka England imeendelea usiku wa kumkia leo kwa mchezo mmoja ambapo Brighton imeichapa Chelsea 3-0 katika mchezo ambao wachambuzi wa soka wanasema Chelsea ilicheza hovyo na kuwa na muendelezo wa kudondosha alama. Pale La Liga, Mbappe na Vinicius Junior wakafunga goli moja kila moja na ikaondoka na goli 2-1 Real Madrid dhidi ya Deportivo Alaves. Na sasa Madrid inafikisha alama 73 nyuma ya vinara Barcelona Mabaka wenye alama 79 na faida ya mchezo mmoja mkononi. Leo hii kutakuwa na michezo miwili, Burnley dhidi ya Man City, FC Bournemouth dhidi ya Leeds United. Kwingineko Skola, kama unakumbuka, Leicester City waliochukua ubingwa 2015-16 ile wakashuka daraja kwenda ilikuwa ni wanasema ni kama kipofu aliona mwezi. Yes, kwa sababu walipanda kachukua ubingwa, yes. Wakashuka daraja kwenda Champions. Sasa imeshuka tena kwenda League 1. Itakuja tu kwenye kuchukua kombe. Ikiwa ni miaka 10 baada ya kushinda ligi kuu soka England. Leicester walihitaji kuwashinda Hull City ili kujipa nafasi yote ya kunusurika kushuka, lakini wakaishia kupata sare ya 2-2. Inakuwa ni majonzi kweli kwao. Na kwa nini yani performance na mishaanza kuwa kama mchambuzi, kwa nini namna ambavyo timu inavyofanya ndio namna inavyojipatia na kujipunguzia pia mashabiki? Kwa sababu Leicester ilipata mashabiki wengi sana wakati iliposhinda kombe. Kwa sababu ni kama ilikuja kama wanaita surprise package. Na baadaye wameshuka kama surprise package. Kwa nini msiendelee kuwa support? Kwenye tennis, mchezaji namba 1 wa zamani duniani Venus Williams amepoteza mechi yake ya 10 mfululizo alipochapwa 6-2, 6-4 na Caitlin Quevedo kwenye michuano ya Madrid Open. Williams mwenye miaka 45 ndiye mchezaji wa kwanza wa zamani kupoteza mechi 10 mfululizo tokea mwaka 1975. Mkongo huyo alishinda mechi mara ya mwisho Julai mwaka jana dhidi ya Marekani mwenzake Peyton Stims kwenye michuano ya Washington Open. Kwa ufupi, tetesi za soka, Manchester United na Galatasaray wapo tayari kumenyana kumpata kiungo wakati wa Juventus na Uholanzi Teun Koopmans. Na huyu hapa ni Liverpool inamfuatilia mchezaji wa kimataifa wa Faransa Randon Colomwani mwenye miaka 27 kama mbadala wa Mo Salah ambaye huenda akaondoka klabuni hapo msimu. Sio huenda, amesha sema kwamba ataondoka. Namaliza namna hiyo Skola. Huyu anasema sijui ni shetani ama nini. Yaani nimemwomba jirani yangu gesi
alafu imeishia kwangu.